Kwa kifupi sana tumeunda huu mfumo kwa ajili ya kutusaidia katika kusimamia kwa uwazi shughuli zetu za ligi. Kwa leo tutaelezea zaidi eneo moja la mfumo huu katika kutengeneza ratiba ya ligi ambazo tunazisimamia: ligi kuu, championship na first league. Lakini tutaonesha leo namna tu demo yake ya mfumo upande wa ligi kuu. Kwa hiyo kwa kifupi nichukue nafasi hii kumkaribisha makamu wa pili wa rais wa TFF ili aweze kumkaribisha rais wetu aweze kuendelea na hatua nyingine. Habari za mchana mabibi na bwana. Kwanza poleni kidogo, shughuli yetu muda niliopanga, lakini mambo yalikuwa mengi sana. Nichukue nafasi hii tu kuwakaribisha katika kikao chetu hichi, mkutano wetu huu ambao kama wanavyojieleza hapo, uzinduzi wa mfumo wa kidijitali wa kusimamia ligi. Na kazi yangu mimi ni ndogo tu, kumkaribisha rais wetu wa shirikisho la soka, ndugu Wallace Karia. Kwa hiyo yeye ndiye mgeni wetu rasmi ndiye ambaye atakuja kutufungulia hapa hii shughuli yetu. Huu mfumo tutauzindua hapa leo na tutaweza kujua tarehe rasmi za kuanza rasmi kwa ligi yetu kwa msimu unaokuja, lakini pia na tarehe ya kumalizika kwa ligi. Baada ya changamoto mbalimbali, upangaji wa ratiba na ufuatiliaji wa takwimu, upangaji wa waamuzi, tumeona kwamba tuje na mfumo ambao utaweza kutusaidia na ikiwezekana uweze kutatua changamoto hizo, lakini pia tutaufanyia maboresho mara kwa mara. Huu ni mfumo ambao utakuwa ni wa ufuatiliaji wa ligi yetu, lakini tunaanza toka kwenye kupanga ratiba. Ratiba safari hii tutazipanga kwa mfumo na tunahisi kwamba tutapunguza malalamiko mbalimbali, lakini pia itazisaidia kupunguzia gharama timu kwa sababu komandi ambazo zimewekwa zimezingatia hayo mambo. Na nipende kuwaambia Watanzania na ulimwengu kwa jumla ambao ni wapenzi wa ligi yetu kwamba huu mfumo utatusaidia na tumeweka komandi ambazo zitatusaidia, na yale malalamiko kwamba nimetoka kucheza Mbeya sijui naenda Kigoma au naenda Kagera inaweza kama imepunguza. Lakini pia kuna malalamiko ambayo hayana msingi. Tunaomba kabisa walimu, viongozi, wasemaji wa timu waache zile habari za kwamba wachezaji wanachoka. Na ndio maana tumetoa ruhusa ya kusajili wachezaji 40. Na mnajua majukumu ambayo tunayo. Kuna AFCON iko mbele yetu, kwa hiyo ligi yetu yatakiwa izingatie hayo. Na tuko ndani ya kanuni, na ndio maana tumeruhusu wachezaji wengi wasajiliwe. Inawezekana mfumo utakapokuwa tumeuzindua mtaona kwamba mechi hizo zinaweza kwa wiki kukawa na mechi 3. Sidhani kama mfumo umekuwa commanded kwamba kwenda zaidi ya mechi 3 kwa wiki, ambapo ni sawa kabisa. Wachezaji na idadi tuliotoa wanaweza kabisa. Kwa hiyo mambo mengine na mfumo utasaidia, lakini pia utasaidia kufuatilia trend. Kumekuwa na malalamiko kwamba referee fulani anafuatana na timu. Pia hayo nadhani yatafutika. Kwa maana hiyo huu mfumo leo unazinduliwa hapa, lakini kabla ya tarehe 20 ilikuwa ufanyike moja kwa moja rasmi kutoa na fixture ya ligi, lakini leo tunauzindua tu hapa. Wameniomba niwepo mimi kwa sababu nadhani utazinduliwa kabla ya tarehe 20 utakuwa umeshazinduliwa, lakini mimi sitakuwepo. Nitakuwa nimeenda Marekani kwenye kombe la dunia, na mnajua kama robo finali zinaanza leo.
taondoka, sitawahi robo finali, lakini nusu finali nitakuwepo kule kwa wito wa FIFA kwamba viongozi tunatakiwa tuwe kule. Kwa hiyo leo wameona kwamba hii ilikuwa ni heshima yangu mimi nizindue huu mfumo. Siku yoyote kuanzia kesho, sehemu itakayochaguliwa aidha ni hapa au studio za Azam, baada ya kuzungumza na broadcaster wetu kuongeza baadhi ya vitu, time nini kuziweka pale, kwa sababu huwa leo sidhani kama una time, una tarehe tu. Kwa hiyo na time kwa ajili ya broadcast ili kuweza official kutoa ratiba ya ligi kuu, lakini ratiba ya ligi kuu itatoka mapema kabla ya tarehe 20. Nipende kusema tu kwamba ligi yetu rasmi msimu utaanza tarehe 12 Agosti kwa mechi ya ngao ya jamii ambayo itahusisha mshindi wa ubingwa wa Tanzania na mshindi wa kombe la FA. Kanuni yetu hatujaibadilisha ile ya timu 4, lakini kutokana na majukumu ambayo ya msimu unaokuja tuna na mambo ya AFCON na qualifier pia za AFCON ambazo tunashiriki, ingawa bado ni rasmi kwamba tutashiriki mashindano, lakini lazima tushiriki kwenye qualifier. Na ligi itaanza tarehe 14 mwezi Agosti, na kwa mfumo tulivyotengeneza na kuweza kupisha, kwa sababu AFCON inaanza Juni 16, kwa hiyo ligi itaisha tarehe 16 Mei mwaka 2027. Kwa hiyo nachukua nafasi hii kuwajulisha rasmi tarehe hizo, lakini pia na kuzindua mfumo huo. Nadhani tuendelee. Sawa. Sasa hiyo ndo ile tutakuwa hivyo. Kwa hiyo ukigusa hapo kwenye generate, una generate tayari kushawekwa command timu zitakazokuwepo. Sasa hivi tumesema ni demo tu kwa sababu bado hatujamaliza. Unajua kabisa bado kuna playoff imebaki ambayo itaconfirm timu nyingine ambayo itaungana na timu 16 kati ya timu ya Prison na Polisi, mojawapo itaungana na timu 16, lakini pia kwenye championship pia haijakwisha, nadhani kwenye tarehe 16 ndio itaisha. Kwa hiyo baada ya hapo ndio tutakwenda kugenerate sasa. Kwa hiyo tuna generate hapo 2026 kutakuwa na mechi 240. Sasa hii itakayofanyika hapa ni mechi ya wiki moja, ni mechi za wiki moja tu ambazo tumeamua tuzitumie kwenye uzinduzi rasmi. Mechi ule imeonyesha itakavyokuwa, na hiyo ni mechi wiki 28, mechi 30. Rudi chini hapa, pandisha juu hiyo. Kwa hiyo zitakapokuwa zimeingizwa timu zote, huu mfumo unagonga, unakuletea ratiba zote na jinsi ya kuongoza. Unagonga kidogo au kidogo tumemaliza. Asema mkigonga hapa, ngoma ikija kesho mtatoa mtihani huko. Kwa hiyo mimi nitangaze rasmi kwamba tumeuzindua mfumo huu. Nilitaka waendelee kidogo, akiwa wananiambia president tutatuletea shida. Kwa hiyo tunashukuru jamani. Huu ndio mfumo ambao utakuwepo na ni mfumo utakaotumia kuanzia msimu ujao,
na tutakuwa tunaofanyia marekebisho kwa hali itakavyokuwa inaenda msimu baada ya msimu. Asanteni sana.